kote sijaona kiburudisho kama wewe. Online Kaka Jambazi TV. We sijaona online Kaka Jambazi TV. Unafuatilia Kaka Jambazi TV. Kama dada naitwa Ulfa Zedoni au Mr. Zedoni, kubwa la madoni wote wa Kipembe. Hii ni Kaka Jambazi TV. Hakikisha umesubscribe, umelike, umecomment, utakometisha sana. Leo niko na kiongozi ambaye walikuwepo na sherehe yao leo. So ni mengi ambayo tutakwenda kuongelea siku ya leo kuhusiana na sherehe. Naomba uwe hapo kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Inakuaje? Sawa kaka. Amani mzima? Mzima kabisa. Hivi kwa majina unaitwa nani? Kwa majina natambulika kwa jina la Baros. Ulikuwepo na sherehe leo. Sijui wewe ni kiongozi kule au? Mimi nilikuwa kiongozi wa maandalizi ya sherehe hii. Yaani mimi ndo nimehusika na watu ambao nilikuwa nashirikiana nao kuandaa sherehe. Lakini mimi ndo nilikuwa kama kiongozi. Wewe ulikuwa kiongozi kwa kamati ya maandalizi? Kwa kamati ya maandalizi, Okay. So unajisikiaje kwa maandalizi ambayo mliyafanya leo kwa sherehe leo? Binafsi nashukuru Mungu kwa sababu sherehe ilimalizika salama na imeenda salama. Kwa sababu unajua kuandaa vitu vikubwa ambavyo vikawa na watu wengi sio issue dogo sana. Inahitajika kwanza utulize akili, upange mitikati, ujue wapi pa kuanzia na wapi pa kuishia. Na pia nilikuwa so surprise kwa sababu watu wengi walifika, tulipata support kubwa sana kutoka kwa watu wa Luvo, timu nyingi za hapa Luvo bana, Kongo, sijui Umoja, watu wa hapa walishow up kwa wingi. Kwa hiyo kikubwa tunashukuru katika hilo. Mapokezi yao pia yalikuwa ni mazuri. Kwa hiyo najisikia furaha. Kwa mapokezi ya leo au kwa sherehe ya leo ulitegemea mtafika kwa wingi nyinyi kama Wazoba? Kiukweli tungefika wa kutosha, lakini pia ndugu zetu ambao walikuja kushiriki na sisi wameongeza kipato kikubwa sana, yani wameongeza idadi ya watu wengi. Ndio maana tunawashukuru kwa support yao. Kwa huu mwendelezo, hii nafikiri ndio sherehe ya ngapi kufanya? Naishi sherehe za vijana hii ni ya kwanza. Hii ni ya kwanza ambayo mimi nimeshiriki. Ila huko nyuma mlikuwa na sherehe zingine? Nyuma wale kufanya sherehe na ya Yoa. Kama sijakosea nilikuwa sipo, kwa hiyo sikupataga nafasi ya kuifanya sherehe. Lakini hiyo ndo yangu, mimi ya kwanza. Hivi wewe mnafanya kwa mwaka, kwa miaka kufanya sherehe au? Nategemeana, unajua kupanga vitu kama hivi inahitaji utulize akili. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba kwa mwaka nitakuwa nadanganya. Bali sherehe hii yangu ya kwanza, so mwaka jana hatujafanya kitu kama hichi. Inayofuata ni hivi, mpaka mkae chini mpange au mshapanga tayari? Lazima mwaka kesho pia tutafanya sherehe kwa sababu hii ilikuwa ni ya moto na matunda ambayo tuliyaona katika hii moja itabidi tufanye nyingine ambayo itakuwa kubwa zaidi ya hapo. Unajua kwenye maisha unabidi uende una upgrade. Kama ilikuwa kubwa, mapungufu ya hapo unabidi uangalie namna gani unaweza kaongeza huko yasitokee tena. Kwa hiyo lazima tutafanya tena. Hivi leo mlijionaje kwanza nyinyi Wazoba wote? Mko mmetisha, mmependeza au mko kawaida wewe kama kiongozi wa kamati ya maandalizi? Mbele zetu walikuwa wamependeza, walikuwa wamejiandaa na sare. Na hisi umewaona pia walikuwa wamependeza vizuri sana. Kwa upande wa wanaume, wanaume walikuwa wamevaa vizuri. Wamejigaramikia, kila mtu alivaa kwa uwezo wake. Kwa hiyo binafsi nasema watoto walikuwa wamependeza kabisa. Tumeonyesha mfano mkubwa sana katika jamii. So una lipi la kuambia wale ambao walikwenda kufika siku ya leo, watu wa Luvo walivyopokea na wengine waliotoka state mbalimbali? Una lipi la kuambia? Kiukweli naweza nikasema kwamba Mwenyezi Mungu awabariki waliotoka maseti za mbali. Mwenyezi Mungu pia awatangulie, aongoze katika safari zao. Kiukweli ambacho naweza nikawaambia tu tunawashukuru. Mpaka inatokea mtu anatoka sehemu ambayo anapoishi kwenda labda kujumuika na group au na masherehe kama hizi, labda atakuwa na kitu ambacho ameona aende akajifunze. Umeona? Kwa hiyo nasema tunawashukuru watu wote waliojitokeza kwa siku ya leo. Tunawashukuru sana kabisa. Basi ningeomba neno la mwisho kwa ndugu zako Wazoba na wengine wote. Kibalo ne bandu kishinde bandu keshima kaya. Ambacho naweza nikasema kwa jamii yangu wa Wazoba, kwa ndugu zangu ni kuwa I'm so proud kabisa, proud kwa sababu hii ni sherehe ambayo tumeifanya ambayo ilikuwa kubwa, na pia ni sherehe ambayo tumeandaa kwa ukubwa sana. Kwa ambacho naweza nikasema ni kuwa
tuendelee kushikamana ndugu zanguni, tuendelee kujiunga kwa kitu kimoja, na pia kuendelea kutoa michango, tuendelee kusaidizana katika shida na raha, na sina mengi ya kusema sana, bali tu tuendelee kufanya vitu kama hivi. Ni vitu ambavyo vinamotisha sana watu wengine. Okay. Yeah. So nafikiri ulikuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho, umekwenda kusikiliza kiongozi wa kamati ya maandalizi alikwenda kuyasema kuhusiana na sherehe yao, kwa kuwa huwa atafanya mwaka mwingine ambao unakuja hapo. Kwa hiyo ambao ulikosa kwa siku ya leo, unakaribishwa kwa sherehe nyingine inayokuja hapo, na niseme shukrani kwa muda wako, na ambao walifika leo wanatoa shukrani zao pia. Asante kwa muda wako kuangalia mwanzo mpaka mwisho, niseme asante sana.